Kwa majina naitwa Musa Abdillahi Musa. Ni mtoto wa marehemu Abdillahi Musa almaruf Banjo. Tulipotelewa na baba yetu tarehe 12 mida ya saa 2, lakini siku ya tarehe 13 ndio tulipokuja kupata taarifa kwamba hajarudi nyumbani. Tukaenda pale kwenye jengo ambalo anafanyia mazoezi na ndipo alipokwenda mara ya mwisho. Tukaenda anapofanya mazoezi ambapo ndo alipoenda mara ya mwisho, tukakuta gari lake na tukaanza process nyingine za kutoa taarifa polisi na wenyewe wakaanza uchunguzi. Tulitoa taarifa polisi kituo cha kati, tukapatiwa mpelelezi na baada hapo waliendelea na uchunguzi. Baadaye tulitoa taarifa kwenye ofisi ya RCO mwenyewe, tuliongea naye. Akaahidi wanaendelea na taratibu za upelelezi. Baadaye siku ya tarehe 18 jioni tulipata taarifa baada ya kuposti na kuongea kwenye mitandao ya kijamii. Tulipata taarifa kwamba kuna mwili uliokotwa siku ya Jumapili ya tarehe 15 Bereko, Kondoa. Jioni hiyo tulianza safari ya kuelekea Bereko, na tulipofika Bereko tulipokelewa na tulitoa taarifa kwenye kituo cha polisi na tulipokelewa vizuri. Tukaambiwa mwili upo, lakini kwa kuwa tumefika usiku tusubiri mpaka asubuhi. Asubuhi tulifuata taratibu zote na wenyewe wakatupa ushirikiano kwenda kutuonyesha mwili ulikuwa umehifadhiwa mochwari. Na hapo ndipo tulipomtambua baba kuwa ni yeye amefariki na amekutwa Bereko. Kwa maelezo ya polisi wa Bereko, walitupa briefing kidogo kuhusu mahali mwili ulipokotwa, na pia tulifika eneo la tukio. Ilikuwa ni msituni sana. Tulifika pale tukaangalia, lakini hakuna chochote tulichokipata. Baadaye tukaanza taratibu za kupewa mwili na kurudisha Arusha. Na hatimaye leo tumefanikiwa kumpumzisha mzee wetu kwenye nyumba yake ya milele. Ana jeraha kwenye kichwa, ana jeraha, amevunjika mkono wa kushoto, na pia macho yake pia hayakuwa sawa. Ndio. Mpaka sasa hatujapokea. Ilikuwa ni kawaida ya mpelelezi kutupigia simu na kutupa taratibu zinazoendelea, lakini hawajatupigia simu wala kutupa taarifa yoyote, na sidhani kama hawajasikia kwamba tumepata mwili. Hawajapiga simu wala kutupa chochote kile. Sidhani kama ni sawa. Labda ni taratibu zao za ofisi kwamba hawatoi taarifa baada ya kusikia chochote. Sidhani kama hawajasikia, na nadhani labda ni taratibu zao za kipolisi kwamba baada ya kusikia taarifa hizo hawana lolote la kutuambia au lolote la kutusaidia. Baba yangu alichukuliwa jengo la Ngorongoro, Arusha. Mwili wake tulikuta umetupwa katikati ya pori Kondoa. Sidhani kama ni alijipeleka mwenyewe kwenda kujitupa kwenye pori lile. Ni dhahiri ameuawa kikatili sana. Nadhani polisi watakuwa waendelee na uchunguzi, watupe ushirikiano kujua ni nini kinachoendelea.